Karibu tena mtazamaji wa Hot Mix ya EATV ambapo sasa ni wasaa wa mjadala. Jina langu ni Samson Chazi. Leo ni sikukuu ya 75% ya binadamu wanaoishi Tanzania. Nikimaanisha wakulima, wafugaji, wavuvi. Moja kwa moja ni sikukuu ya wakulima leo. Kumbuka 75% ya wananchi wote wa Tanzania wao wanategemea ardhi kama uti wa mgongo wa uchumi wa taifa hili la Tanzania. Na moja kwa moja leo ikiwa ni sikukuu yao, kuna mengi sana ambayo tutajadili kuhusiana na mwelekeo wa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi kuelekea Tanzania ya viwanda. Kwa sababu kauli mbiu ya mwaka huu ya sikukuu yetu ya 88 ikiwa inahamasisha uzalishaji wenye tija wa uvuvi, kilimo na ufugaji kuelekea uchumi wa kati. Tunaelekea uchumi wa kati mwaka 2025. Kwa hiyo hawa wakulima, wafugaji na wavuvi wanasisitizwa kuwa na uzalishaji ambao unatija. Sasa nilimwalika mkulima pamoja na mfugaji. Lakini ndugu yangu mfugaji, ndugu yangu anaitwa Ali Nzua, amepata ajali wakati anakuja kwenye kipindi. Pole sana mkulima Ali Nzua, amepata ajali bodaboda hiyo, amelazwa hapo PK. Sasa hivi nilikuwa nazungumza naye. Mungu atakusaidia ndugu mfugaji, utaendelea vizuri. Pole sana. Na kwa mantiki hiyo basi nitabaki tuna mkulima hapa ndani ya studio, na huyu si mwingine ni ndugu yangu bonge moja la mkulima ambaye amekuja na matunda mboga za majani, au sio bwana? Nimeona pale kwa gari yako unanukia. Ndugu yako bwana apata ajali. Bwana mlikuwa mwenae sasa hivi. Nakusayo. Ajali za bodaboda zimekuwa nyingi sana. Rafiki yangu anaitwa Johannes Kanani alikuwa na tarehe 20 mwezi huu, naye amepata ajali, amefariki. So huyu mwingine tuombe tu Mungu atamsaidia. By the way, turudi kwenye sikukuu yenu hii. Leo ni sikukuu yako bwana. Nyinyi ndio mnaotulisha sisi. Nataka mtu pongeze. Tunajiona wababe, Ndiyo. Lakini kumbe nyinyi ndio ambao mnahenya. Ulikuwa Kigamboni, sasa hivi unalima. Ninavyokufahamu. Kabla ya hapo umehudhuria haya maonyesho. Kuna kipi kimekufurahisha ukiacha kauli mbiu ambayo tunayo leo? Asante sana, na niseme tu hatuna budi kujipongeza kwa maana ya sisi ni wazalishaji. Ni wazalishaji ambao kimsingi tunawafanya wananchi ama Watanzania wengi wapate chakula cha kila siku. Ukiondoa hivyo, sipaswi tu kujipongeza mimi mwenyewe, na wapongeza wakulima wenzangu pia Tanzania nzima wanaofanya kilimo chakula, lakini pia kilimo biashara. Kwa hiyo ni siku yetu ambayo kimsingi wote tunapaswa kujipongeze. Ukichukua zana nzima na kauli mbiu ya mwaka huu 2017 kwamba zalisha kwa tija mazao ya bidhaa za kilimo kuelekea uchumi wa kati. Kauli mbiu ni nzuri sana. Nzuri sana, yani the way tu kwanza unavyoitamka, na kwa sababu tunaelekea kwenye uchumi wa kati ni nzuri. Lakini ukija kwenye mantiki ambayo kimsingi inatakiwa iendane na kauli mbiu, bado kuna changamoto. Kwa nini nasema hivyo? Kama mdau wa kilimo pia nimeenda kwenye maonyesho ya 88 Morogoro kwa ajili ya kuangalia wenzangu wanafanya nini, teknolojia inasemaje sasa hivi, maeneo mengine wanafanya nini, kwamba pamoja na hivyo na mimi nina kila sababu ya kuendelea kujifunza kila itwapo leo. Lakini kuna baadhi ya changamoto ambazo niliziona na nikaziainisha, ni nyingi, lakini nilichukua changamoto kama 10 ambazo kimsingi nadhani zinapaswa zifanywe kazi. Kwanza, maonyesho kutofanywa promo ya kutosha. Na hii imekuwa ikinistua mara zote kwamba tuna sikukuu nyingi za kitaifa, Muungano, Mapinduzi, lakini sikukuu ya maonyesho ya wakulima haipewi kipaumbele. Yani hamna hamasa ambayo ni ya kitaifa. Tunasema yote kimsingi ni mazuri. Tumeona juzi kwenye uzinduzi wa bomba la mafuta, paka tumepeleka wasanii wameimba nyimbo za kuhamasisha uzalendo. Tunapenda hata sisi labda hata mwakani basi wasanii hao waungane, wahamasishe wa Tanzania, maana ni namba kubwa. Na Watanzania wanapenda burudani, maana yake kupitia burudani wanaweza wakaelimika zaidi kutumia pembejeo, viuatilifu na vitu vingine vya msingi vinavyohusu wakulima. Lakini jambo jingine, niliona mabanda mengi ya manispaa ama halmashauri kwa ujumla kusubiri viongozi wa kitaifa. Yani wapo kwa maana kubwa kwa ajili ya kusubiri viongozi wa kitaifa, kwa sababu watapata coverage na kuonekana halmashauri fulani, lakini sikuona ile mantiki ya ndani ya moja kwa moja ya kuwasaidia
wakulima ambao wameenda pale. Kwa nini? Mimi ni mdau, nasema kwa sababu nilifika, nilivyopokelewa, nilivyokuwa nikiuliza na kupewa majibu, nikagundua kama mimi leo najibiwa hivi, je, wenzangu, lakini wakati huo naambiwa bwana kuna kiongozi anataka kuja. Maana yake wako tension zaidi na kiongozi na sio wahusika ambao kimsingi wanapaswa wawasaidie. Kutokuwepo pia taarifa za kilimo, mfano mbegu za mazao mbalimbali, mifugo, hazikuwepo taarifa za kina kwamba sasa tuna taarifa hizi, kuna upande wa masoko ya ndani, masoko ya nje, habari za madawa, habari za pembejeo, sikuona hiyo kwa sehemu kubwa. Lakini kukosekana kwa banda la TCCIA, banda la TCCIA ni muhimu sana, ni kiunganishi kati ya mkulima na hii taasisi ambayo kimsingi iko chini ya serikali. Kwa hiyo ilipaswa iwepo. Tunaelekea Tanzania ya viwanda. Tunapokoswa banda la TCCIA, tumekoswa sehemu kubwa sana ya msukumo wa wakulima kuelekea Tanzania ya viwanda. Basi hizo changamoto mzishie hapo, usije mkatunyima msosi. Lakini kuna jambo ambalo nyinyi mna chama chenu cha wakulima na wafugaji. Ndio. Kuna kitu labda mmejaribu kufanya kama jitihada za kuwaelewesha watu wenu na wanachama ambao ndio hivyo wanatokea huko kwenye jembe la mkono mpaka huko? Nadhani mimi kuna kila sababu ya kuangalia mfumo mpya wa kuunda huu ushirika. Unajua kilimo sasa kina mapana yake. Leo sasa hivi kwa miaka ya hivi karibuni, miaka isiyopungua 15 mpaka 10, watu wengi wamejikita katika kilimo cha bustani. Kuna kila sababu sasa kumegua kutoka kile chama cha wakulima na wafugaji kwa maana ya pamoja, basi kuanza kukiweka katika makundi, kwamba uwepo umoja wa wakulima wa mboga wana changamoto zao kimsingi, wawepo wakulima wa mazao ya chakula ambao ni nafaka, wawepo pia wafugaji. Kwa hiyo ingekuwa inasaidia. Sasa ukija kuangalia taswira nzima sasa hivi katika chama cha wakulima na wafugaji, zaidi wanaangaliwa wale wakulima wa mazao ya nafaka, mahindi, korosho, kahawa, hivyo. Lakini kuna kundi kubwa sana sasa hivi ambalo limeingia katika kilimo cha bustani na ambalo sehemu kubwa ndio linapambana na changamoto kwa sababu mazao yao ni ya muda mfupi. Sasa siwezi nikasema ni nani, lakini tunapaswa kuangalia kama taifa ama wizara ni namna gani bora tutengeneze pia taasisi nyingine ambayo itakuwa ni umoja wa wakulima labda wa mboga ambayo itakuwa ni ya kitaifa nzima. Sasa Malembo, hebu kwanza tulipe pesa za watu. Kuna watu wanatudai pesa zao, na tukija tutaendelea kumfaidi Malembo ili tuwe na muda mrefu kidogo. Kuna mengi sana ataendelea kutujuza ndugu Malembo Lucas ambaye ni mkulima ambaye anakuambia ukilima pilipili una uwezo wa kuingiza milioni 30 kwa mwaka. Pilipili tutarudi sana. Kama uko Mwanza, kama upo Arusha, kama upo Mbeya, maeneo ya Mbombo Ngafu sio maeneo, lakini ni moja kati ya lugha maarufu sana, yani kazi ipo. Tumekuuliza kwenye kurasa yetu wa Facebook kwamba unahisi wakulima wanakutana na changamoto gani hapa nchini kiasi kwamba huenda haikushawishi kuingia kwenye kilimo. Wacha nipitie mawili matatu kutoka ndugu yangu Hizo Business Amiri. Huyu anatoka Kikungu, Kigoma Town, Tanzania. Mimi kwa upande wangu naona mambo yote hayo yanasababishwa na ufinyu wa masoko ya nje ya nchi. Cha msingi mamlaka husika wazidishe juhudi juu ya swala hili, maana inarudisha nyuma sana wakulima katika maisha yao. Kutoka Iringa, swala kubwa ni uhamasishaji wa pembejeo umekuwa shida vijijini. Yoni Gama Joseph huyo. Na Shabani Rapwi, kijana mchapakazi wa Chamazi, Dar es Salaam. Mimi nadhani wanakosa umoja, ndio maana hawasongi mbele. Kama watakuwa wamoja wakashirikiana vyema, sasa umoja gani? Walime huko wamepanga mstari au umoja upi? Rashid Kiliamboga Nyondo kutoka Mwanza, Tanzania. Tatizo ni masoko. Kulima tunalima, ila hatupenyi kwenye masoko kimataifa. Amos bin Mahona kutoka Mabatini, Mwanza, Tanzania. Wakulima wanakosa elimu ya kilimo, ndio maana hawasongi mbele. Huyo anawakilisha Best Media Team Mufindi, anaitwa Ronaldo Kalinga. Alex Mwalipa anatoka Tanga, anaona support ya serikali ndio tatizo, ahadi nyingi, utekelezaji zero. Amani Emmanuel, jambo kubwa hapa ni utoaji wa pembejeo. Kilimo usioridhisha, serikali waangalie kwa jicho la tatu. Nashukuru sana. Ukosefu wa nyenzo madhubuti na mazia naye kwa wakulima, wafugaji, wavuvi pia. Hizo ni kutokana na kwa
hizo kutofika kwa wakati, nyinginezo kuuzwa bei ghali pasipo kutazama mwananchi mwenye kipato cha chini, wakati yeye ndiye mlishaji mkuu katika nchi, huku wakitazamwe zaidi na kibopa. Kati yaona mwiko nadhani atasonga mbele. Kimsingi ambacho tunaangalia ni mwelekeo wa hizo sekta sasa hii Tanzania ya viwanda, na dakika kama 7-6. Ukitazama mwelekeo, wewe ndugu mkulima ambaye unalima, tuna Tanzania ya viwanda. Na Mheshimiwa Rais Magufuli anasisitiza, na ukimwangalia usoni anasisitiza, anamsisitiza mpaka waziri wa viwanda kuhusu viwanda, hata juzi Tanga. Sasa ukijaribu kutazama kilimo kuelekea Tanzania ya viwanda, unaweza ukatuambia nini ndugu ambaye tunakuona kila siku kwenye ardhi? Changamoto ipo kubwa. Natamani sana tuelekee kwenye Tanzania ya viwanda, na pia lazima tujue tunahitaji viwanda vya aina gani. Tunahitaji viwanda vya kisasa ama vya kizamani. Kama lengo ni viwanda vya kisasa, kwa hiyo cheni kubwa ya watu kupata ajira inatakiwa hiyo kwenye sekta ya kilimo moja kwa moja. Sehemu ambayo kimsingi mimi naona bado kuna changamoto kwamba hatuwezi kuwa na Tanzania ya viwanda bila kuwa na malighafi ya kutosha. Tunasema viwanda vinategemea 80% ya malighafi katika kuendesha. Ni 20% tu inayotokana na mafuta na gesi labda na umeme. Lakini 80% yote inatoka shambani. Sasa inatoka shambani kwenye sekta ambayo kimsingi bado imekuwa ikichechemea. Ikichechemea kwa maana gani? Leo kama umejaribu kuona michango ya watazamaji kwamba kuna shida ya elimu ya kilimo. Tunaingia kwenye kilimo cha kisasa sasa hivi dunia nzima. Tunapaswa tutoe elimu kwa wakulima wetu, kutumia teknolojia za kisasa. Leo watu wanalima kwa kutokusubiri mvua. Sisi tunasubiri mvua, asilimia kubwa ya wakulima. Ni changamoto, ndio maana tunajikuta hatuzalishi katika kiwango kikubwa. Matumizi ya pembejeo tunatumia kwa kiwango kidogo sana. Bajeti iliyoisha 2016 mfuko wa pembejeo ulikuwa bilioni 10, ukilinganisha na 2015-16 ilikuwa zaidi ya bilioni 88. Sasa ukiangalia ili tuzalishe kwa wingi tunahitaji pia pembejeo. Pembejeo inapokuwa kidogo haiwafikii watu wengi. Matokeo yake sasa uzalishaji unakuwa duni. Serikali ingeangalia namna bora kwamba mkulima anapotaka kuzalisha tani 5, akiweza kuzalisha tani 5 basi apewe pembejeo za tani 10. Kwa hiyo uzalishaji unapokuwa mkubwa, maana yake ataweza kula kwa maana ya matumizi na kuwauzia wengine, lakini ile inayobaki tutaipeleka viwandani, tutasindika, tutauza masoko ya nje. Sasa hivi tuna changamoto hiyo kwamba sasa hivi kuna wakulima hawaruhusiwi ama haturuhusiwi kuuza nje ya mipaka yetu. Kwa nini? Tuna uhaba wa chakula kimsingi. Ndio maana sasa unakuta mkulima amelima kwa gharama zake. Gharama za pembejeo ziko juu. Mfano ameivisha mpaka gunia liko tayari basi kwa ajili ya kuuzwa, ametumia si chini ya 60,000 na sokoni gunia ni shilingi 60,000. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, kwa mazingira yoyote ile, haitomshawishi mtu kuingia kwenye kilimo. Kwa namna yote ile akimwona mwingine anaanguka haitomshawishi. Sasa hili tuelekee Tanzania ya viwanda, nadhani nguvu kubwa tungeipeleka sana kwenye sekta ya kilimo, sehemu ambayo inaajiri 75% ya Watanzania. Takwimu zinasema kilimo tu kinachangia 29.1 kwenye pato la taifa. Ni karibu 2/3 ya shughuli zote za uchumi wa nchi hii. Maana yake unapowasaidia wakulima umesaidia 2/3 ya Watanzania katika taifa hili. Maana yake ukifanya zaidi vizuri inakuwa mara 2 ama mara 3. Kwa hiyo kumbe tunapoongelea tatizo la umaskini Tanzania, tunaongelea umaskini unaotokana na wakulima, ambao wachumi wanatuambia ili kuondoa umaskini wa Tanzania unapaswa uondoe umaskini kwa wakulima. Kwamba tuzalishe angalau kwa 10% mfululizo wa miaka 8 tukiwa tunazalisha vizuri. Sasa mimi nadhani kuna kila sababu serikali iangalie. Leo tunahitaji kulima. Mimi kwa nafasi niliyofikia nahitaji kupanuka zaidi hapa nilipo. Lakini nakumbana na changamoto pia ya mtaji. Tuna benki ya kilimo. Bado haijawafikia wakulima kimsingi. Lakini issue sio benki ya kilimo tulionao ya serikali. Tunapaswa tukaribishe wawekezaji wengi waje wafungue benki za kilimo, benki za viwanda. Kwamba Sam leo unahitaji kufungua kiwanda, usiende kwenye benki za biashara. Benki tulizonazo nyingi za kibiashara. Ukipewa leo fedha wanaanza kuhesabu marejesho mwezi ujao. Wewe umelima nyanya ni siku 90. Kwa hiyo unajikuta kama ulikopa milioni 10, utaacha milioni 3 kwa ajili ya marejesho labda 3-4.
Maana yake ni nini? Umechukua mkopo milioni 10, lakini walisia wa mkopo unaenda kufanyia kazi ni milioni 7, lakini marejesho unalipa ya milioni 10. Yep. Kumbe zingekuwepo benki za kilimo nyingi, tungekuwa na uwezo wa kwenda kukopa, unaenda kuwekeza. Zingekuwepo benki za viwanda, na mataifa mengine yanafanya hivyo, kwamba leo mimi nataka kuanzisha kiwanda cha sabuni, matokeo yake naanza kuyaona pengine labda baada ya miezi 4-5. Kwa hiyo napaswa nipewe muda ili nizalishe, mwisho wa siku niingie katika kurejesha. Sasa bado kuna changamoto kimsingi, na nadhani wizara husika inapaswa iangalie kwa kina. Kwanza bajeti, ukija kuangalia bajeti, masoko, kutoa taarifa. Mimi nadhani hata wizara ya habari ilitakiwa itenge kitengo kwa ajili ya kutoa habari kwa ajili ya masoko ya nje. Yaani iwe ni kila siku. Kwa nini nasema hivyo Sam? Toka tarehe 1 mwezi wa 8 mpaka leo maadhimisho haya. Nimesoma nimesoma magazeti yote ya nchini. Sawa, kilimo hakijatoa kipaumbele hata kwenye front page. Sasa unategemea kuwa na Tanzania ya viwanda kwa maandiko taswira hiyo. Maana sisi ndio wazalishaji wa malighafi. Sawa. Naomba kofia yako. Asante. Kofia yako. Okay. Hili nimeona nao Rais Museveni Tanga. Na yeye ni mkulima. Naye ni mkulima, ni mkulima mzuri sana. Tafsiri yake ni jua. Tafsiri ya hii ni jua. Tafasiri ya kofia hiyo. Yaani kuna watu watatu endani na ukulima. Tunafosi kingi. Yeah, bwana big up sana, asante kwa kuja. Asante sana. Asante sana kwa kufuatilia Hot Mix ya EATV. Mimi ni Samson Charles, ni kutoka hapa acha nikale mboga za majani za ndugu yangu ambazo ameniandalia, na nampa tena pole ndugu yangu Ali Nzua ambaye alipata ajali, ndugu mfugaji. Lakini yote ni mema, tunane siku ya kesho.